Hello Tanzania, ni weekend nyingine hii ambayo siku ya Jumamosi leo, na ni Jumamosi ya Aprili 12, 2025. Ni siku muhimu sana, sio tu kwa sababu ni siku ya Jumamosi, la hasha, ama ni siku muhimu kwenye ulimwengu wa siasa Tanzania. Utakumbuka ya kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi na vyama mbalimbali vya siasa viko katika maandalizi kabambe ya kuhakikisha kwamba wanashiriki uchaguzi wa uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mapema mwezi Oktoba ama Novemba mwaka huu 2025. Uchaguzi ambao utawezesha kwa kuchagua viongozi wafuatao: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na madiwani kwenye halmashauri zetu mbalimbali. Hiyo ni kwa wale walioko Tanzania bara, lakini kwa wale walioko Zanzibar watachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini watachagua wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watachagua madiwani wa halmashauri mbalimbali, lakini watachagua wajumbe wa baraza la wawakilishi pale Zanzibar, na mwisho watachagua rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa hiyo katika maboksi ya kupigia kura, walioko Tanzania bara watapiga kura za kuchagua watu watatu muhimu, lakini kwa kule Tanzania Zanzibar watachagua nafasi 5 muhimu, zikiongezeka nafasi za baraza la wawakilishi, lakini pamoja na rais wa Zanzibar. Kwa hiyo bado kumekuwa na mvutano miongoni mwa vyama vya siasa na misimamo kadha wa kadha ambayo imekuwa ikiendelea kutolewa. Hivi tunavyozungumza na wewe tayari, siku ya leo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa maana INEC inatarajia kusainisha kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo zinapaswa kusainiwa na makatibu wakuu wa vyama vyote vya siasa. Sasa tunavyo vyama 9 vyenye usajili wa kudumu hapa nchini. Lakini pamoja na mambo mengine, mjadala wangu utajikita kwenye baadhi ya vyama ambavyo vimeonekana kuwa na majina makubwa zaidi, na hasa ni CCM, Chadema, ACT Wazalendo, CUF, TLP na vyama vingine kama hivyo, NCCR Mageuzi na vyama vingine kama hivyo. Mpaka sasa tunavyozungumza, CCM na NCCR Mageuzi ndio vyama pekee ambavyo tayari vimekwisha tangaza wagombea wao. Kwa upande wa CCM, Samia Suluhu Hassan ndio mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano, wakati huo Emmanuel Nchimbi ndio mgombea mwenza kwa nafasi hiyo. Lakini kwa upande wa rais wa Zanzibar, basi watamsimamisha Dr. Hussein Ali Mwinyi. Wakati huo sasa wako kwenye michakato ambao wameshaitangaza ya kugombea nafasi mbalimbali kwenye ngazi za majimbo, kutia nia kwenye nafasi za majimbo pamoja na kata huko. Kwa hiyo bado mchakato unaendelea na CCM wanaonekana mguu wao huko tayari kwa ajili ya uchaguzi. Lakini kwa NCCR Mageuzi nao vivyo hivyo tayari wamekwisha tangaza mgombea mwenza, na wameshatangaza pia mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano. Chama cha ACT Wazalendo kinaendelea na operation yao ya Linda Demokrasia ambayo walizindua kule kusini mwa Tanzania, mkoa wa Lindi, na wakaipeleka magharibi pia mwa Tanzania kwa maana ya Kigoma. Leo ninavyozungumza na wewe, taarifa nilizonazo, operation hiyo inaendelea kule maeneo ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ambako Doro Sem, kiongozi wa chama hicho, anaendelea na harakati. Wakati huko upande wa Zanzibar, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman Sharif kwa maana Omo, anaendelea pia na mikutano ya hadhara ya ndani ya hadhara kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa sawa. Sasa leo nimekuambia kuhusu umuhimu wake na unyeti wa siku ya leo, ambao kimsingi ndio kengere ya uchaguzi mkuu. Kwa kanuni zile za uchaguzi ambazo zinakwenda kusainiwa leo, endapo ikitokea, na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi toa hiyo taarifa kwamba endapo ikitokea chama chochote cha siasa hakijasaini kanuni hizo, tafsiri yake moja kwa moja manake kanuni hizo sasa chama hicho kitakuwa kimejiondoa kwenye mchakato wa kusaini mchakato wa kushiriki uchaguzi. Yaani moja kwa moja kitakuwa kimejiondoa. Sasa unaweza ukaona ni kwa namna gani jambo hili linaonyesha. Mapema kabisa leo katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alinukuliwa kwenye akitweet katika ukurasa wake wa X akiandika maelezo yafuatayo na nukuu. Anasema katibu mkuu Chadema sitakuwepo kwenye kikao cha tarehe 12 Aprili 2025 cha kushauriana na kusaini maadili ya uchaguzi ya 2025. Ifahamike kuwa mwenye mamlaka ya kusaini maadili ya uchaguzi kwa niaba ya chama cha siasa ni katibu mkuu. Katibu mkuu sijateua kiongozi au afisa yoyote
kwenda kushiriki kwa niaba yangu katika kikao hicho kitakachofanyika katika ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi mkoani Dodoma. Akaweka hashtag no reforms no election. Tafsiri yake ni nini? Jana kulikuwa na press conference makao makuu ya Chadema, ambayo pamoja na mambo mengine naibu katibu mkuu Amani Golugwa alizungumza na wanahabari, na moja ya swali tulilomuuliza wanahabari lilikuwa hili kwamba leo ni siku muhimu sana ambayo vyama vya siasa vinakwenda kusaini kanuni. Upi msimamo wa Chadema? Kwa sababu wakishindwa kusaini kanuni leo, maana yake ni moja kwa moja ni kama wamejiondoa kwenye uchaguzi. Lakini wanadai reforms kwenye maeneo kadha kadha. What if hizo reforms kafanyika kabla hata ya Oktoba au Novemba? Yaani hayo ambao wanadai wao tuashumu, ingawa kwenye jicho la kawaida wadau wa mtaani wanasema jicho la nyama la kawaida hauoni kama kuna hicho ambacho wanakidai kinaweza kufanyika. Lakini tuashumu kama reforms zikafanyika kabla ya Oktoba na Novemba, nini ambacho kitatokea endapo hawata sign? Sasa wakati mjadala huo unaendelea, Golugwa alichojibu waandishi akasema hilo ni jambo ambalo specifically linapaswa kufanya na katibu mkuu wa chama. Kwa hiyo yeye hawezi kuzungumzia, badala yake katibu mkuu atatoa mwongozo. Na mapema asubuhi ya leo katibu mkuu ametoa mwongozo. Lakini kabla ya mwongozo wake ilitangulia taarifa ya iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema kwa maana ya upande wa Tanzania bara. Hapa si mwingine, namzungumzia John Wegesa Heche. Yeye ameenda mbali zaidi, akaeleza scenario ya kwa nini hawatashiriki hilo zoezi la kusaini hizo kanuni. Nikimnukuu anasema chama chetu hakitashiriki kusaini maadili ya tume isiyo na maadili. Tume kupitia watumishi wake inashiriki kuiba kura, kwa maelezo yake anasema hivyo, wanaoingua wagombea wetu kwa uongo, wanahujumu na kuzuia mawakala wetu kuingia kwenye vituo. Hakuna maadili ya kusaini kwa watu wasio na maadili. Hashtag no reforms no election. Hiyo ndio taarifa rasmi ambayo wamedoa. Badala yake akaposti taarifa nyingine inayosema leo tutakuwa na mkutano wa Kiela na kesho Mbarali. Kazi yetu itaendelea kama ilivyopangwa. No reforms no election, free Tundu Lissu. Kwa hiyo bado wanaendelea na mikutano yao ya Operation No Reform No Election. Wakati huo ni rasmi sasa wakisema kwamba hawatashiriki ile zoezi. Lakini iko tafakuri ambayo imeandikwa kwenye makala ya Jambo TV. Nijaribu kupita leo asubuhi kuona mitandao inazungumza nini kwenye hilo, na nikakutana na hii tafakuri ambayo kwa namna moja ama nyingine inahitaji mjadala. Na isoma kama ilivyoandikwa. Inasema katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu John Mnyika ameufahamisha umma kwamba hatohudhuria na hatoshiriki kwenye kikao cha leo Aprili 12, 2025 kilichoitishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kikihusisha vyama vyote vya siasa vitakavyoshiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao kwa ajili ya kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Kulingana na taratibu, wawakilishi wa vyama vya siasa katika kikao hicho wanatakiwa kuwa watendaji wakuu wa vyama, yani makatibu wa vyama, kwa kuwa ndio wenye mamlaka ya kusaini maadili hayo ya uchaguzi. Sasa wakati hayo yanafanyika, ikumbukwe kuwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ametiwa korokoroni, wakati ambapo makamu wake mwenyekiti John Heche kupitia ukurasa yake ya X amechapisha taarifa ikieleza malalamiko yake kadhaa ya kutokuwa na imani na tume hiyo na kile ambacho wametangaza ukifanya hii leo. Nikimnukuu anasema Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchi hii haijawahi kuwa na maadili. Ni tume ambayo inakisaidia Chama cha Mapinduzi. Haiwezi kuwaambia watu wasaini maadili. Kwa sasa hoja ni moja tu, no reforms no election. Sasa jana, kulingana na taarifa ya Tume ya Uchaguzi iliyochapishwa na Jambo TV, mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Bwana Ramadhan Kailima alisisitiza kuwa chama ambacho alisisitiza kuwa chama ambacho hakitathibitisha kuwa chama cha siasa kitakachokwepa kusaini kanuni hizo za uchaguzi hakitaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu, kwani maadili hayo yameandaliwa kwa mujibu wa sheria za uchaguzi. Kusainiwa kwa kanuni za maadili kunakuja wakati ambapo Chadema inaendelea kusisitiza kuhusu kampeni yake ya no reforms no election, wakitanabaisha kuwa bila mabadiliko ya kisheria hakuna uchaguzi, na kulingana na kauli ya katibu mkuu wa chama hicho na taratibu za tume ya uchaguzi. Swali kubwa sasa ni kuwa Chadema ndio wamejiondoa rasmi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kile walichokuwa wanakizungumza kuwa hawatasimamisha mgombea yoyote kwenye nafasi yoyote ndicho kinachoenda kujiri rasmi leo. Tutaraji kwa maandamano yao kama walivyotangaza kuyafanya siku ya uchaguzi mkuu,
Nini hatima ya vuguvugu la G55? Uchaguzi mkuu utafanyika baadaye mwezi Oktoba na hisia za wengi zimeelekezwa kwenye kinachoendelea ndani ya Chadema kwa sasa, huku wengi wakionekana kusubiri kushuhudia kile ambacho kitajiri, wakati huu wakiwa imesalia miezi mitano kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, wakati ambapo tayari vyama kama CCM, NLD na NCCR Mageuzi vimekwisha tangaza wagombea wao na nafasi ya rais pamoja na wagombea wenza. Sasa kuna maswali ambayo mwandishi wa makala hii ameuliza. Swali kwanza anasema, Chadema ndio wamejiondoa rasmi kwenye uchaguzi mkuu ujao? Je, kile walichokuwa wanakizungumza kuwa hawatasimamisha mgombea yoyote kwenye nafasi yoyote ndio kinaenda kujiri rasmi leo? Swali la pili. Swali la tatu anasema, tutaraji maandamano yao kama walivyotangaza kuyafanya siku ya uchaguzi mkuu? Swali jingine, nini hatima ya vuguvugu la G55? Sasa simulizi yangu hapa inajikita kwenye hayo maswali ambayo yameulizwa na mwandishi wa makala hii. Swali kwamba Chadema ndio wamejiondoa rasmi kwenye uchaguzi mkuu ujao, jibu linakupa ndio, kwa sababu kama endapo Chadema haitaenda kusaini kama inavyozungumzwa, manake mpaka sasa licho ametoa taarifa hiyo bado mpaka sasa hivi ya sainiwa, manake shughuli zinafanyika mchana wa leo, na ikifika kweli manake wakishindwa kusaini moja kwa moja, manake ni rasmi Chadema haitokuwa sehemu ya vyama vitakavyoshiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025, haitokuwa kwenye sehemu hiyo. Sasa swali la pili linauliza ni kwamba je, kile walichokuwa wanakizungumza kuwa watasimamisha mgombea yoyote kwenye nafasi yoyote ndicho kinachoenda kujiri rasmi leo? Jibu ni yes. But wao kwenye hoja yao wanasema no reforms no election. Hakitaweza kufanyika kwa sababu wao wanaona reforms wanazozidai hazijafanyika. Swali linalokuja, issue ya kuzuia uchaguzi, na hapa ndo kwenye mjadala. Chadema inakwendaje kuzuia uchaguzi? Kwa hiyo wenyewe walisema kwenye mikutano yao ya hadhara, mfano mikutano michache ambayo wamefanya kwenye Operation No Reform No Election kwenye kanda ya Nyasa na kanda ya Kusini, moja ya hoja ambayo wamezungumza ni kwamba watahakikisha wanaitisha maandamano makubwa ya amani. Wametumia ile kauli siku ya uchaguzi. Lakini kuna watu ambao wanapingana na hiyo hoja. Wanasema uchaguzi ni mchakato. Uchaguzi umeanzia kwenye zoezi la kujiandikisha ambalo linaendelea. Kwa nini kama ni hivyo asianze na kuzuia huko? Lakini kwa nini kama ni hivyo wasizuie zoezi ambalo leo linakwenda kufanyika? Swali jingine ambao unaweza kujiuliza, upi mustakabali wa vuguvugu la G55? Kama nilielewa vizuri, G55 walisema wao ni kwamba watakishauri chama kwa maelezo yao, lakini kisipokubali basi itabidi wafuate, manake hawana alternative yoyote ya kufanya, kwa sababu mwisho wa siku kama mtendaji mkuu wa chama hajasaini, manake nyinyi mnakwenda kwa mwavuli gani wakati chama chenu hakishiriki? Otherwise sasa inabidi watafute mwavuli mwingine wa vyama vingine vya siasa ili wakagombea. Lakini kwa hichi ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa, maana yake Chadema mpaka hivi sasa, maana yake Chadema hakitakuwa sehemu ya vyama vitakavyoshiriki uchaguzi. Lakini kumbuka kauli yao ya mara zote ni kwamba hawatarajii kuzuia uchaguzi, kususia uchaguzi. Wanatarajia kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo lengo lao sio kususia, ni kuzuia uchaguzi. Sasa uchaguzi unauzuiaje? Hilo ndio ambalo litabaki kuwa swali. Maana yake kama watashindwa kusaini leo, swali litakuwa limepita hivyo, wakati wengine wanajiandaa na uchaguzi, watateua wagombea wao kwenye maeneo mbalimbali na nini. Mtihani pekee utakaosalia ni kwamba Chadema itakwenda kuzuiaje uchaguzi. Si hivyo tu. Haya yote yanajiri wakati ambao mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na hili naongea kwa upole kabisa, hivi sasa yuko ndani na mashtaka yanomkabili ni ya uhaini pamoja na mashtaka mengine matatu ambayo anafanya kuwa mashtaka mawili lakini makosa manne ambayo yanamkabili, na kesi zote mbili giri mahakama ya hakimu mkazi Kisutu siku ya 24. Hii ya uhaini ikiitwa kwa ajili ya kutajwa, na ile nyingine ya pili ya uchochezi ikiitwa kwa ajili ya kuja kusikilizwa maelezo ya awali. Kwa hiyo ni mkosa kubwa ambalo ni kujuza tu katika historia, wakati fulani tutajaribu kuichambua kwa kina. Huyu ni mwanasiasa wa kwanza kushtakiwa kwa makosa ya uhaini Tanzania tangu tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Yaani tangu tumeingia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992, Tundu Lissu ndiye mwanasiasa wa kwanza kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kosa kubwa ambalo adhabu ya moja kwa moja ya kosa hili ni kunyongwa. Nini kitajiri mahakamani ni swala ambalo tunasubiri, na kama ambao tumeahidi kwamba tutakuwa na wanasheria ambao
katika nyakati za usoni, ambao tutachambulia makosa haya kwa undani wake na upi mwarobaini. Lakini jambo kubwa ambalo tunapaswa kujiuliza hivi sasa ni kwamba upi mustakabali wa Chadema kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.